Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Hapa tupo katika shule ya msingi Dimilo ambao tumeona tope limetanda katika eneo hili, na wanakijiji na wananchi wa hapa wanazungumza kwamba tope hili linatokea kila baada ya masaa matatu ama masaa mawili, na linakuja na muungurumo mkubwa, hali ambayo inaleta taharuki na inawastua wananchi na kuwapa hali ya sintofahamu. Mimi niwape pole sana wananchi wa kijiji cha Dimilo, kitongoji cha Waga, kwa kadhia hii ambayo nyinyi wenyewe mashahidi mnazungumza kwamba halijawahi kutokea jambo kama hili. Limekuwa geni kwenu, na sisi serikali tayari tushatuma wataalamu kwa ajili ya kufanya tafiti kujua ni nini hiki ambacho kinaendelea. Lakini wakati serikali inaendelea kuchukua hatua, niwaombe sana wananchi ambao mliopo karibu na eneo hili ambalo linaleta madhara kila wakati, kuchukua tahadhari ya kuhama katika maeneo haya. Mwelekeze mkurugenzi wa halmashauri, afisa elimu yupo. Shule hii ya Dimilo, shule ya msingi, kwa sasa, kwa sababu wanafunzi wetu wanasoma hapa, ni kufungwa kwa muda mpaka pale tutakapojiridhisha na hali hii na litakapotoka tamko jingine. Wanafunzi wanaosoma hapa tutawatafutia shule za jirani ili waendelee kusoma kama kawaida. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mpaka sasa tunapozungumza, kwa kadhia hii ambayo imeendelea na imetupa changamoto kubwa, hatujapata tukio lolote la kifo, hatujapata tukio lolote la mwananchi yoyote kuumia ama kupata kadhia yoyote ya mwili wake, na jambo lingine ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Msisitizo ni tuendelee kuchukua tahadhari katika jambo hili, na wale ambao nyumba zao na maeneo yao yamesongwa na tope hili ama zimekatika, kamati ya maafa itaendelea kufanya tathmini ili kujua ukubwa gani zimeathirika hizo nyumba na maeneo yenu, ili kama serikali tukishirikiana na nyinyi wananchi na mbunge wenu na viongozi wenu wa kijiji, viongozi wenu wa kata, tuone namna tunachukua hatua gani ili wananchi kurudisha furaha yao na tabasamu lao ambalo walikuwa wakifanya kazi kila siku na muda wote na wakiishi katika maeneo haya. Tunashukuru Mungu kwamba hakuna mtu wote tuliopata kifo katika haya maafa. Hatukupata haya mtu wote kupotea. Hiko ndio tunachoshukuru. Jambo hili kwa kweli naliona ni geni, kwa sababu toka miaka yote hiyo nimeishi na wazee, hawajatusimulia habari kama hii. Kwa hiyo kwetu sisi tunaona ni kitu kigeni sana kimejitokeza kwetu. Ni wasi wazazi wenzangu kwamba tuwe waangalifu kwa watoto zetu, kwa sababu hii hali bado inaendelea, sio kwamba ndio imeishia. Kwa hiyo tuwe waangalifu kwa watoto wetu, tusiwe mbali nao kutokana na hii hali tulikuwa nayo. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.